Ole Company ndo mali yangu, utajiri wangu. Waliani mpenzi mtazamaji wa Saore Limited pamoja na Saore TV, matumaini yangu upo sawa kabisa, lakini kama haupo sawa basi tumtegemee Mungu, sababu Mungu ndio kwenye ugumu yeye anaweka wepesi. Kila kitu tumuombe Mungu. Sasa hivi nipo na mkurugenzi na ukiangalia mazingira tupo nyumbani kwake, na sijui sasa tunafuata nini nyumbani kwake, lakini cha kufanya wewe ni kukaa hapo hapo kufuatilia mwanzo mwisho. Habari yako mkurugenzi? Sawa, habari yako. Sawa, habari ya majukumu? Tunamshukuru Mungu. Mungu amekuwa mwaminifu. Sawa sawa. Tumekuwa tukifanya mambo yetu vizuri. Ndio. Lakini sio kwa akili zetu. Ni kwa akili, ni kwa uwezo wa Mola. Sasa maana wengi walitamani kuwa kama hivi tulivyo. sasa Wengi walitamani kufanya kama tunavyofanya. kweli. Lakini wameshindwa. Kweli. Kwa hiyo Mungu Sisi ni nani mpaka tuweze? kweli. Kwa hiyo yote tunayofanya ni kwa neema za Mungu. Sasa Lakini tukiacha shukrani za Mwenyezi Mungu, pia mengine ni kwa uwezo wa serikali yetu iliyoko madarakani. sasa Serikali ya awamu imekuwa ni serikali ya kuwainua watu wa chini. Mimi nimemaliza chuo mwaka 2018. Kuweza kuendesha operation kubwa mbili ndani ya muda mfupi. sasa Nasema shukrani kwa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuweka mazingira rafiki kwa vijana kufanya kazi. sasa Na si Mheshimiwa Rais tu, bali hata kwa mkuu wangu wa wilaya Mheshimiwa Ole Sabaya, sasa ambaye ni mkuu wetu wa wilaya Hai, na yeye ameweka mazingira rafiki ya wakulima kufanya kilimo, ya wafugaji kufuga, ya wafanyabiashara kufanya biashara, ili mradi ufate taratibu za nchi. Kwa hiyo mimi viongozi hao wawili wananigusa sana, kwa sababu Mheshimiwa mkuu wa wilaya Ole Sabaya, sisi tumeanzia mradi katika wilaya yake. Sio katika wilaya yake tu, bali tumeanza mradi katika kipindi chake cha ukuu wa wilaya. Ukiangalia sasa tunaendesha operation nchi nzima ya tajirisha wafugaji wa sungura. Sasa hivi tumeenda Mbeya, tumeenda Katavi. Katavi tulikuwa tujaenda, tumeenda juzi, japo njia ilikuwa kidogo imesumbua, lakini tunamshukuru Mungu kwa juhudi za Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli ni kwamba barabara zinatengenezwa za kwenda Katavi. Kwa hiyo tunazunguka nchi nzima kwa kutumia magari yetu, lakini kinachotusaidia kufika sehemu husika kwa wakati ni lami. Lami ni kila mahali. Unatoka hapo unaenda Mbeya, lami. Unatoka hapo unaenda Bukoba, lami. Unatoka Bukoba unakuja Kilimanjaro. Hatuwezi kuongea sana mambo ya lami, kwa sababu naona ni mkoa ambao umebarikiwa lami mpaka vijijini. Kwa hiyo nashukuru, kwa hiyo miundombinu iko vizuri, na ndio maana tunaweza kumfikia Mtanzania sehemu alipo. Juzi tulipata wageni kutoka Mafia, nikawa naongea namna ya kwenda kule, akasema Rais, kuna ndege sasa, kwa sababu kuna ndege za Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Sasa hivi kuna ndege zinaenda Mafia. Kwa hiyo tulikuwa tunahofu kwamba sasa tunaenda Mafia kule Mtumbu tunaendaje, lakini yule kijana ametoka Mafia juzi amenitoa hofu kwamba kuna ndege zinaenda kule na kwa bei nafuu. Yaani bei ya kupanda ndege ni sawa na kupanda basi. Sasa ameniambia unaenda Mafia pale $160,000. Sasa $160,000 kwa nini uhangaike? Anasema tu nusu saa umeshafika Mafia pale. Kwa hiyo tutawafikia watu wa Mafia kwa sababu Mheshimiwa Rais wetu amenunua ndege zetu sisi wa Tanzania, na sisi wa Tanzania tuzitumie ndege zetu. Kwa hiyo tutakuwa tunatumia ndege kustabilia baadhi ya maeneo kukagua mradi wetu. Kwa hiyo ninasema njia ya chini inawezekana kupitisha sungura, lakini kishirikana kabisa kama kuna agent kwenda mahali sehemu fulani, tayari tuna ndege zetu Tanzania ambazo zinafika kila mahali. Sawa sawa. Mkurugenzi, nikukatishe kidogo, lakini baadhi ya watazamaji wanaona unavyotoa vitita vya fedha kwa ajili ya wafugaji wetu mavuno ya sungura, lakini wengine wakiwa wanauza mkojo. Hebu tuongelee sasa hapa. Tunaita mwaka 2020 ni mwaka kutajirika. Kama mkurugenzi, hebu waelezee kwa ufupi huu mwaka kutajirika, wanatajirika kivipi? Naam. Wanatajirika mara mbili. Sasa hivi wanatajirika mara mbili. Kama ni mkulima ni wakati wako wa kutajirika. Kama ni mfugaji ni wakati wako wa kutajirika.
Lakini kwa sababu sisi operation zetu zimeendana na sera ya Mheshimiwa Rais hapa kazi tu. Kwa hiyo nadhani mwaka 2020 ni mwaka wa uchaguzi. Kwa ili tuendelee kutajirika, Watanzania wenzangu kama wanataka kuendelea kutajirika, kwa sababu mwaka huu kutakuwa na uchaguzi. Huyu Mheshimiwa Rais ambaye ameweka mazingira rafiki kwa sisi vijana kuweza kuchangamkia fursa, akitoka mwaka huu, mwaka kesho itakuwaje? Kwa hiyo ni changamoto kwa Tanzania kwamba wanapoenda kwenye uchaguzi hilo walifikiria. Kutajirika watajirike, pesa watapata, lakini je, kama huyu Mheshimiwa Rais ambaye ameweka mazingira rafiki kwa vijana, tukafanya kwa mfano kama sisi kusajili kampuni yetu ya Saole Limited Company, ambapo tumepata usajili tarehe 17 mwezi wa 3 2019, hatukupata shida, hatukutoa rushwa, tulifuata taratibu zinazotakiwa na kampuni yetu ikasajiliwa. Jambo ambalo lilikuwa ni vigumu kwa mtu wa kawaida kusajili kampuni, ilikuwa ni vigumu. Labda huo unatoka familia fulani, lakini kwa kipindi hichi cha Mheshimiwa Rais, Watanzania wote ni sawa. Ukitaka kutajirika utatajirika, ukitaka kuwa maskini utakuwa maskini, ukiwa mvivu lazima uwe maskini. Lakini kipindi cha Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli ni kipindi ambacho vijana wana uwanja mkubwa, kama sio wavivu. Kweli kabisa. Sio wale nyumbani ile kufanya. Ukifanya kazi kipindi hichi utafanya. Kwa sababu amna kona. Sasa tumepata namba yetu kutoka TRA kwa wakati. Sawa. Tumesajiliwa kampuni yetu kutoka BRELA kwa wakati. Kwa nini? Kulingana na sera zilizopo za huyu Mheshimiwa wetu Rais. Kwa hiyo mimi na washauri, mwaka 2019 tumetajirisha watu, 2020 tunaendelea kutajirisha, lakini kwa sababu sisi tunategemea ufugaji wa sungura, tulisishe mpaka wajukuu wetu. Sasa kwa lazima tuhakikishe kwamba kuna mazingira rafiki ya kiserikali. Inaweza kaja utawala mwingine ukasema bwana hatutaki ufugaji wa sungura. Sasa unafikiri sisi tutakuwa tuna haki ya kutajirisha mtu? Hapana. Hatuwezi kutajirisha kwa sababu sisi tunafuata sera za nchi. Kwa hiyo mimi ni changamoto kwa Tanzania. Sasa kwamba swala la kutajirisha, tutaendelea kuwatajirisha, na sasa hivi tunavyoongea watu wako Dar es Salaam wanatajirika kwa kuvuna mkojo wa sungura. Juzi kuna watu walikuwa Mbeya wanatajirisha watu kupitia uvunaji wa mkojo wa sungura. Na Mwanza sasa hivi watu leo tuna timu tatu. Kuna moja iko Mwanza, kuna moja iko Mbeya, kuna nyingine iko Singida. Inatajirisha ufugaji wetu wa sungura. Sasa tutakuwa ni shughuli ambayo ni endelevu. Kwa sababu lazima tutakula na lazima tutalima. Kweli kabisa. Kama nilivyosema, kwa hiyo changamoto tunayotoa kwa wafugaji wetu, kwa sababu Watanzania 75% ni wafugaji na ni wakulima na wafugaji. Changamoto tunayotoa kwa wafugaji wetu na wakulima wenzetu ni kwamba tumwangalie sana huyu Mheshimiwa Rais tulionaye, tumuongezee muda mwingine. Ili sasa na sisi tuendelee kuwatajirisha. Lakini kama tutakuwa tujampa muda akaja mwingine akasema hataki sungura, sisi hatuko tayari kupambana na serikali wetu. Tutasitisha kuwatajirisha. Kwa hiyo mimi ninachoshauri ni watu waende kufuga sungura. Sawa. Uwe ndani ya mradi, usiwe ndani ya mradi, sisi tutakutajirisha as long as tunafuga sungura. Lakini kama nilivyosema awali kwamba tutatajirisha watu mara mbili. Kupitia ufugaji wa sungura ambavyo umeona, lakini kupitia bidhaa yetu ya mkombozi. Kwamba mkombozi ni mbolea yetu ya asili ambayo inatokana na wanyama. Sisi tumesoma. Sasa tumesoma pale SUA, soil chemistry, tumesoma mambo ya fertilizer application, lakini pia na ile kutokana na ile elimu ambayo tulipata pale tuo kuita Sokoine, tumeamua kuanzisha bidhaa yetu ambayo itawasaidia, ambayo ni asili. Haina kemikali ya aina yoyote. Hata ukisahau nyumbani mtoto akinywa bahati mbaya, wewe ndio unachofanya muongezea maji kwa sababu hawezi. Lakini hiyo mbolea ina uwezo wa kuondoa wadudu wote shambani. Kwa mfano mtaona kwa baadhi ya wafugaji au wakulima ambao tayari wameshaanza kutumia mbolea zetu. Watakwambia utaona kwamba kwenye nyanya mkombozi umefanya vizuri. Kwenye mpunga
mkombozi imefanya vizuri. Kwenye kwa mfano kuna mmea mmoja hapo anaita kokomanga, yani pomegranate kwa Kiingereza. Mkombozi ambao mimi ndio nilifanyia tu majaribio mara kwanza, imefanya vizuri. Lakini mpaka kwenye migomba, mkombozi inafanya vizuri. Sio migomba tu, mpaka maparachichi, mpaka mitungwa, mpaka maharage, mkombozi inafanya vizuri. Sio hiyo tu, mpaka matikiti maji. Kwa maana hiyo sasa mtaona wafugaji ambao sasa tayari wameshaanza kupata faida ya hii mbolea hii. Kwa hiyo ni wakati wa Watanzania ambao wanajihusisha na kilimo. Kama hujafuga basi ndio chukua mkombozi uiruhusu. Kwa sababu kulingana na sera ya Mheshimiwa Rais ya Tanzania viwanda, sasa viwanda vipo na kinachotakiwa ni malighafi. Sasa tulime kama ni kulima, na uliona hapo Mheshimiwa Rais alikuwa anasema kila anakoenda wanahitaji mahindi. Tanzania tuna ardhi kubwa sana. Tuna uwezo wa kuilisha Afrika sisi wa Tanzania. Kwa sababu tuna ardhi ya kutosha, tuna mvua za kutosha. Kuna nchi kwa mfano unakuta mvua inanyesha mara moja kwa mwaka, lakini unakuta wanakuwa na maji suruhu akidai. Kwa sisi wa Tanzania tunapata sehemu nyingi za Tanzania tunapata mvua mbili. Kweli. Kuna mvua za vuli, kuna mvua za masika. Sisi tunaweza kutumia mvua hizo na kwa kutumia mbolea ya mkombozi. Kwa nini nashauri watumie mbolea ya mkombozi? Kwa sababu unajua Watanzania au wafugaji na wakulima walio wengi hawana elimu sahihi juu ya udongo. Kweli. Unajua kitaalamu nitakiwa tujue kabisa huu udongo unatakiwa utumie mbolea gani. Huu udongo je una chumvi? Huu udongo je una tindikali? Huu udongo je una alkalini? Kwa hiyo sasa mbolea sahihi, yani Watanzania wanashindwa kujua ni mbolea ipi sahihi katika udongo. Sasa hiyo kwetu sasa tumekuja na suluhisho. Tumekuja na suluhisho mkombozi. Mkombozi hauhitaji kujua udongo wako ni wa aina gani. Uhitaji kujua udongo wako pH yake ni 14 au pH yake ni 3. Uhitaji kujua hivyo. Kama udongo wako ni acidic soil au ni alkaline soil. Uhitaji kujua hivyo. Ni kwamba hii mkombozi ina uwezo sasa wa kuneutralize pH katika udongo. Ili kuna kitu kinaitwa cation exchange, maneno ya kitaalamu kidogo, unaita cation exchange capacity. Ni kitendo sasa cha mmea kufyonza zile nutrient kutoka kwenye ardhi kwenda kwenye mmea. Sasa kama CEC isipokuwa iko sawa ya udongo ambayo inapelekewa na pH kuwa juu au kuwa chini sana, mmea hautapata virutubisho vinavyotosha. Kwa mfano umeona, kwa mfano wengi wamekuwa wakisema hizi mbolea za viwandani zinaharibu ardhi, hizi mbolea. Hapana, hakuna mbolea yoyote ya kiwandani ambayo inaharibu ardhi. Mbona sasa hivi hatuwezi kuvuna? Tulikuwa tunavuna vizuri. Sema tofauti ya ile mbolea ni kwamba haina uwezo wa ku maintain soil structure. Haina uwezo wa kutibu udongo. Yenyewe inachofanya inaweka virutubisho. Kwa hiyo sasa ambacho tunakosea, tunatumia mbolea sehemu ambayo sio sahihi. Unatumia mbolea ya chumvi sehemu ambako hakuhitajiki chumvi. Kweli. Unatumia mbolea yenye asidi sehemu ambako hakuhitajiki asidi. Unatumia mbolea ambayo ina alkaline sehemu ambako hakuhitajiki alkaline. Sasa matokeo yake tunaanza kuzilaumu mbolea. Sasa hii suluhisho kwa Tanzania wenzetu, wakulima wenzetu, sio wa Tanzania, dunia nzima, kwa sababu mkombozi duniani inapatikana Sawa Limited. Basi dunia nzima, unajua dunia? Dunia nzima, mabara yote inapatikana Sawa Limited. Kwa hiyo mtu awe Asia, awe bara la Asia, awe hapa kwetu Afrika, kokote aliko, aje achukue mbolea yetu ya mkombozi. Kwa nini nasema hivyo? Ni kwa sababu ni mbolea ambayo haihitaji mkulima kujua udongo una pH kiasi gani, kwa sababu yenyewe ina uwezo wa kuneutralize soil pH. Sasa kwa hiyo kuna fursa mara mbili ambapo mtu anaweza kutajirika. Aidha afuge sungura, tumtajirishe kupitia ufugaji wa sungura, au sasa atumie mkombozi. Kwa nini atumie mkombozi? Mkombozi huyu ana sifa ziada. Mbali na kutibu udongo, kuweka udongo kuwa katika hali yake asili, mkombozi sifa yake nyingine ilionayo ni kwamba ana uwezo wa kudouble harvest. Unaposema kudouble harvest ni kwamba ina kama wewe kwa mfano kwenye ekari moja ulikuwa unavuna mahindi labda gunia 20, ukitumia mkombozi ni double, ni gunia 40. Kama ulikuwa unavuna gunia 40 ukitumia mkombozi ni gunia 60. Na mkombozi ina uwezo wa kuongeza uzito na ubora wa tunda.
Kwa mfano utaona pale vitunguu vile ambavyo vilitumia mkombozi, utaona kitunguu kinavyoungana kinakuwa na rangi nzuri. Sasa Hata ukija ukaona kwenye ule mmea wetu ule wa pomegranate ule kokomanga ambao tulitumia mkombozi, utaona jinsi lile tunda lake linavyong'aa kwa kutumia mkombozi. Na sio hiyo tu. Kwa hiyo licha ya double harvest, hata sokoni ukienda na bidhaa yako ambayo umetumia mkombozi, wengine hawatauza mpaka umalize. So wateja wote watakuwa wanakuja kwako. Sasa Sio hiyo. Mkombozi ina uwezo wa kutunza unyevunyevu katika udongo. Kitaalamu wanaita water holding capacity. Kwa hiyo ukitumia mbolea kwa mkombozi, ikinyesha mvua moja, wewe unavuna. Sasa hapo ni mtihani kwa sababu utagombana na watu. Sasa wanasema kwa nini yeye atumii maji, lakini ukiangalia sasa mimea yake ni kijani. Sisi hapo tumenyauka. Kwa nini? Hapo utagombana na watu. Lakini wewe usiwagombane nao. Waambie bwana, siri iko kwa mkombozi. Na mbona tukaita mkombozi kwamba imekuja kumkomboa mkulima. Sawa. Kwa kutokana na sera za huyu mheshimiwa rais kwamba yeye ni rais wa maskini. Yeye ni rais wa wanyonge. Sasa mkombozi imekuja wakati sahihi ili sasa hawa mpaka anakuja kumaliza kipindi chake cha utawala wake. Yaani sasa Tanzania kusiwe na maskini. Sasa wote tuwe na level sawa. Sasa mkurugenzi ameelezea kwamba kama unataka kutajirika mwaka 2020 basi tutajirika mara mbili, na mimi leo tumefahamu ile kauli yangu napoitumia kila siku mwaka 2020 kwa kutajirika, kwa sababu tu kwanza tutatajirika kwa fursa zetu za ufugaji wa sungura, lakini pia kwa mbolea yetu ya mkombozi, lakini pia mbili utatajirika zaidi kama utawala bora utaendelea kubaki madarakani, Mheshimiwa John Joseph Pombe Magufuli. Mkurugenzi, twende sasa katika sehemu nyingine, tuangalie sasa masoko yetu. Tuangalie masoko yetu, tumeona hatua watu wakipiga hatua kutoka sehemu mbalimbali kuja kujifunza hapa. Tumeona Burundi wakija hapa kwetu kwa ajili ya kujifunza fursa hii ya ufugaji wa sungura kibiashara. Hebu tuongelee sasa masoko yetu, maana yupo mtu ambaye anataka naye kukamata fursa yetu, lakini yupo nchi ambazo za Afrika ndogo ziko mbalimbali na Tanzania. Anajiuliza kwamba je, atakapokamata fursa yetu ya ufugaji wa sungura kibiashara, atakapopata yale mavuno yale, aidha ni mkojo, kinyesi au vifaranga, sisi Saore Company Limited kama Saore, yeye atanufaika vipi na masoko yetu? Tutamfuata kwenda kuvuna au inakuwaje? Hebu mtatulie kidogo hii swali. Kama narudi kwenye pointi yangu kama nilivyosema awali, sasa kwamba lazima tuangalie utawala tulionao. Sasa utawala wa sasa hivi kuna ndege za kutosha sasa hivi. Tanzania tuna ndege za kutosha. Kwa hiyo sisi tutapanda pipa, tutamfuata aliko. Lakini tutapanda pipa. Ndege zipo, tutapanda ndege tutakufuata. Kama huko Nairobi, huko South Africa, tunapanda ndege, tuna ndege sisi. Tunakufuata. Popote ulipo, tutakufuata. Tukiona gari yetu kwamba ni mbali, sasa utoke hapa na gari mpaka South Africa, hiyo ni kitu gani? Wakati mandege yako mengi ya kutosha. Tunapanda ndege letu hapo moja na sisi tujivunie utanzania wetu. Tunapanda ndege, tunakufuata ulipo. Ndio maana nikasema kwamba kwa ufugaji wa sungura si kwa Watanzania peke yake, ni kwa Afrika wote. Sasa uwezo ukatoka hapa, kwa mfano leo nilikuwa naongea na mfugaji mmoja huko Nigeria, na juzi hapa nilikuwa naongea mfugaji mmoja huko Ghana. Sasa uwezo japo wafugaji wetu sisi tunawafuata kutumia magari, uwezo ukatoka hapo unaenda na gari mpaka Ghana. uwezi. Lakini kwa sababu miundo mbinu ya anga kipindi hichi cha utawala wa mheshimiwa rais, miundo mbinu ya anga iko vizuri. Kwa hiyo tutatumia ndege kuwafikia wafugaji wetu. Juzi watu wa Burundi walikuja wakiwa na hofu kwamba sasa itakuwaje swala masoko. Naambia hapana. Sisi ni soko. Sisi Saore Limited ni soko. Kwa hiyo popote walipo watafuga sungura sitenda kununua. Sawa mkuu. Naam. Sasa tumeona mwaka 2020 kumezaliwa kitu kipya, japokuwa mpenzi mtazamaji bado hajakisikia hicho kitu. Mwaka 2020 kumezaliwa Saore TV. Sasa tukafahamu wapo ambao wamesubscribe Saore Limited na leo ndo nasikia Saore TV. Hebu tuelezee lengo haswa la kuzaliwa hii Saore TV ili huyu mtazamaji wa Saore Limited aende akasubscribe kule Saore TV. Tuelezee lengo haswa la Saore TV ni lipi? Lengo hasa. Unajua maafisa ugani? Mimi ni afisa ugani. Licha kuwa ni mkurugenzi wa Saore Company Limited, ukweli utabaki pale pale. Mimi ni afisa ugani wa mifugo. Mimi ni mtaalamu wa mifugo katika halmashauri ya wilaya Hai.
ambapo nimepewa elimu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nimesoma shule za serikali kuanzia mwanzo mpaka hapa nilipo na bado nafanya kazi serikalini. Sasa lengo la Saole TV ni nini? Lengo la, kwa sababu kwa mfano ukiona Saole Limited iko YouTube, tunatoa matangazo yetu, lakini inakuwa ni wachache wanafikiwa. Ina maana mtu mwenye smartphone ndio anaweza kuingia YouTube na kuangalia Saole Limited. Nyingine labda inahitaji kutoa tangazo lake, kwa sababu sasa hivi tumekaza cover nchi nzima. Kuna watu wako United States of America wananipigia simu, wanaangalia ufugaji wetu wa sungura, lakini kuna watu wako UK, United Kingdom wananipigia wanaangalia ufugaji wa sungura, kuna watu wako Japan, kuna watu wako Sweden, all over the way. Sasa hivi Saole Limited inaangaliwa dunia nzima. Kwa hiyo sasa kuna mtu mwingine labda yeye anafanya biashara. Mfanya biashara mzuri, yuko hapa Kilimanjaro, yuko Tanga, yuko Mbeya, yuko Mwanza, yuko Katavi, yuko Dar es Salaam, yuko kila mahali ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Anatamani na yeye biashara yake sasa iweze kuvuka mipaka. Kwa sababu unajua tunapokuwa tunaingia katika Tanzania ya viwanda, lazima tuvuke mipaka. Kwamba tuzalishe bidhaa, tupeleke kwa wenzetu na watu wauzie. Tusizoe kila siku kuleta. Unajua katika uchumi lazima tuna export. Tunapokuwa tuna export na maana tutakuwa tuna foreign exchange. Sasa uwezo ka export bidhaa yako wakati wewe bidhaa yako wanaijua tu watu wa mtaani kwako. Yaani kama wewe ni mtu wa Bosnia tu pale ndio wanajua wale bidhaa yako. Sasa kuna mtu anahitaji bidhaa yako huko Kilimanjaro. Anaionaje? Mimi niwaambie, Saole Limited inaweza kuwasaidia. Saole Limited inaweza kuwasaidia watu ambao wanataka biashara yao iwe ya kitaifa au itambulike dunia nzima. Unachokifanya watakuja, sisi tutawasaidia kutangaza biashara yao. Sasa namba zetu wanaziona pale chini, kama wafugaji wetu wanavyotupigia, hata wao watu wenye makampuni yao wanataka biashara yao sasa iwe global. Sasa dunia nzima ijue, waje Saole Limited. Sasa tutawasaidia kutangaza. Sasa kwanza sasa unaweza ukatangaza biashara yako kupitia Saole Limited pamoja na Saole TV pale kwenye clip zetu, na wewe unaweza kutangaza matangazo yako. So mkurugenzi ameelezea machache, lakini mimi nikukaribisha mwenye biashara yako ili uweze kutangaza na sisi biashara yako iweze kuvuka boda kwa kishindo. Mkurugenzi, kwa kumalizia, nisikuchoshe, kumalizia tumeona clip tofauti za watu wakitoa ushuhuda, wengine wakisema wamepata fedha za mavuno ya sungura, wanaenda kulipa ada za watoto wao, wengine wakisema mpunga wao sasa hivi wanategemea kuvuna mavuno mengi. Wewe kama mkurugenzi sasa, kwa naye kutazama ambaye bado hajakamata fursa yeyote ile ya kilimo ya Mbolea Mkombozi, lakini hajakamata fursa ya ufugaji wa sungura kibiashara, wewe unamwambia nini mtu kama huyu? Kama amesikia habari ya ufugaji na hajaanza kufuga mpaka leo, na kama amesikia habari ya mkombozi na hajaanza kutumia mkombozi, anastahili maombi. Anastahili maombi. Yaani maombi tunasema kuna kitu kinaitwa deliverance prayer. Yaani tunasema maombi ya ukombozi. Unajua kuna mtu anakuwa na laana ya umaskini. Samahani nimesema vibaya. Kuna mtu hivi vitu vipo katika jamii. Kuna mtu ana laana ya umaskini. Kwamba wewe sasa mababu na mababu zako wote mtakuwa maskini. Sasa ukifuga sungura umevunja laana. Ukichukua mbolea ya mkombozi umevunja laana. Sasa ili usivunje laana utafuga sungura. Ili usivunje laana utatumia mbolea. Ndio maana nikasema kwamba they need deliverance prayer. Wanahitaji maombi ya ukombozi. Kama tunavyotumia mkombozi mbolea yetu na ndio kuombolea, na wenyewe wanatakiwa wakombolewe. Sasa mtu yoyote ambaye anasikia habari ya ufugaji wa sungura na hajaanza kufuga, anabidi aende kanisani kwake, aende msikitini, aende popote anapoamini, hata kama chini ya mti, aende aombe kukombolewa. Akishakombolewa sisi tutaka nao, kwa sababu sisi tunaofuga nao ni lazima watajirike. Kama unavyoona sasa hivi hakuna mfugaji wa Saole ambaye anadai wada. Hakuna. Wote tumevuna sungura, tumevuna mkojo, wameenda kulipana. Wakukarabati nyumba zao wamekarabati, wakununua pikipiki wamenunua, wakununua magari wamenunua. Sasa kuna mtu mmoja akawa anasema, sasa mbona nyie hapo naona mnatoa 500,000, mnatoa 200,000, mnatoa 100,000. Hatuje kuna mtu hata milioni 100. Sasa wewe tukuoneshe mtu tuliyempa milioni 100 ili umkape. Tunatoa wale watu wanaotumia la ndogo kwamba kama motivation watu wengine waone ni kitu gani tunafanya nao sasa kiweze kuwakomboa. Sasa haiwezekani kama mimi leo nakuletea milioni 100 na kuandikia cheki ya milioni 100, sasa jirani yako anaona. Kesho watakuja kuvunja pale. Kwa hiyo hizo tunaziweka kwa ajili ya
usalama wa mtu. Kwa sababu mtu hatuwezi kumpa milioni 3 ukaenda kumkaba. Hiyo ni hela ya kawaida. Lakini ukijua tumpelekea milioni 100 utavunja mlango. Kwa hiyo haturushi watu ambao tumewapa kwanza zaidi ya milioni 20 na kuendelea, kwa sababu mtakuja kuwaibia. Sasa hatutaki kuweka wateja wetu kwenye riski ya kuibiwa ya wizi. Kweli kabisa. Japo kwa serikali yetu au wizi, wewe kama unataka kupotea iba. Wewe kama unataka kupotea kwa serikali iba au fanya kitu chochote ambacho kiko kinyume na sheria. Kwa Tanzania sasa hivi hamna. Nawaambia hata watu ambao wako nje ya nchi. Kwa Tanzania ni amani. Ili mradi wewe chukua pasipoti yako, fuata vibali vyako muhimu, njoo Tanzania. Usije kialamu. Ukija kialamu watakukamata. Tanzania wako makini mno. Sasa hivi nilikuwa naangalia pale JK Nyerere International Airport. Sasa hivi kuna vifaa vya kisasa kabisa. Kweli. Kama wewe una kitu chochote pale, utakamatwa pale hapo. Sasa kama una passport fake utakamatwa pale. Kwa hiyo Tanzania hakuna ujanja. Wewe unakuja Tanzania, fuata taratibu za nchi yako na nchi yetu. Njoo na passport, njoo na vibali halali, njoo Tanzania. Ukifika kama umekuja kwa ajili ya Saole Limited, ukifika kwetu kulingana na siku ambazo umepewa kukaa Tanzania, Saole Limited itakuhudumia. Sawa. Naam. Sasa mimi nikupongeze mkurugenzi kwa muda wako huu mchache, lakini baadhi ya watazamaji wamepata kitu. Lakini sasa hivi hebu tumalizie kwa pongezi za dhati kwa wafanyakazi wako, wafugaji wako, lakini kwa wale ambao wote wamekamata fursa ya utumiaji wa mbolea ya Mkombozi. Tuanze na pongezi za dhati ili baadhi ya wafanyakazi ambao wanatazama interview hii na wajisikie kidogo amani wa mkurugenzi leo katukumbuka. Na timu ya kutosha. Sasa kama unavyosema, unajua mimi mwanzilishi, lakini mimi niko serikalini. Sasa mimi napenda serikali yangu na nitatumikia serikali yangu mpaka uzee wangu. Lakini pamoja na hapo nimeleta fursa kwa Tanzania. Hii fursa kwa Tanzania siwezi peke yangu. Kama nilivyokuambia, kuna watu wako Dar es Salaam, kuna watu wako Singida, kuna watu wako Mwanza wanafanya mafunzo. Sasa mimi nitajigawaje? Siwezi. Kwa mimi sasa hivi nimebakia kuwa oversee. Japokuwa kuna watu wengine wananimisi. Kuna wafugaji wengi wananimisi. Lakini mimi sasa hivi ni oversee. Sasa hivi na timu ya kutosha. Wafanyakazi wangu wako committed. Kweli kabisa. Jana mpaka saa 4 usiku tulikuwa tujalala. Kweli. Na wewe ni shahidi jana. Tumeenda kuweka mafuta shell jana saa 9. Watu wanatakiwa waende Dar es Salaam. Jana saa 7 watu wanaenda Mwanza. Ni kumjali mteja wetu. Sisi hatulali. Kwa hiyo wafanyakazi wa Saole Limited wako committed. Wako committed na sio committed kwa ajili ya kupata pesa. Wako committed kwa ajili ya kuwatajirisha Watanzania. Na ndio maana unaona sasa wako Dar es Salaam wanapiga kazi. Na utashangaa wewe, mimi nipigie hata saa 7 usiku. Mimi nitapokea. Nipigie, utakuta mchana niko busy kwa sababu siwezi kuentertain simu wakati niko nafanya kazi za serikali. Muda wa serikali ni wa serikali. Saole Limited na check kwa muda wa ziada. Ndio maana sasa hivi kuna customer care wetu ambapo ukinipigia simu nimeseti inakutumia namba, piga namba hii. Sasa kuna mwingine hataki kuongea kabisa na anataka mimi tu. Wewe kama unataka kuongea na mimi, tuma message kwamba hivi mimi usiku saa 6 nitakupigia. Kweli kabisa. Kuanzia saa 3:30 usiku mpaka saa 7 usiku. Mimi hapa nakuwa napiga simu, nakuwa napokea simu, nakuwa na tuma message, kujibu message ambazo nilitafuta mchana. Na nakuwa na solve kwa sababu kuna desk officer, nakuwa na solve changamoto za kila mahali kwamba kuna sehemu uko hivi, nakuwa na solve. Kwa hiyo kuanzia saa 7 mpaka saa 11 alfajiri napumzika. Saa 11 kamili nimeshaamka. Naenda mazoezi, nakuwa na mazoezi ya risali moja. Saa 12 kamili naoga, nakunywa chai. Saa 1 kasoro niko ofisini. Hakuna mtu ananitangulia ofisini. Saa 1 kamili niko kwenye ofisi ya Magufuli. Kwa hiyo hata wafanyakazi wangu wa Saole Limited wao pia wamechukua ile spirit yao. Sasa wanajiuliza, mkurugenzi saa 12 anawahi kazini, nitakuwa nimelala? Siwaamshagi mimi. Siwaamshagi. Yaani unakuta ukifika saa 1 kamili wote wako active. Mpaka kuna siku nilipita hapo, ilikuwa ni Jumapili juzi hapo, kwa sababu sisi tunafanya kazi siku zote. Nimepita saa 12 kamili pale, nimefika ofisini, nashangaa watu wote wako active. Wako ofisini, sungura zinakula vizuri, watu wako tayari. Nikauliza, ina maana nyinyi amlali sasa hivi? Akambia hapana mkuu,
tumeiga kwako. Kwa hiyo nashukuru. Yaani sasa hivi kuna mmoja akawa anasema sasa sijui mkuu umetupa nini, kwa sababu hata tukilala sisi tunaota sungura. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba nimepata timu ambayo inapenda kazi. Sawa sawa. Sio kwamba kufanya kazi kupata hela, wanapenda kazi wanaoifanya. Sawa sawa. Sasa mimi nikushukuru mkurugenzi kwa muda huu mchache, lakini mengi tumefahamu kutokea kwako, na pia tutakuwa pamoja hizo siku zijazo. Mimi kwa kumalizia natoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Hai, anaitwa Ore Sabaya. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Hai, popote ulipo, mimi nakupigia salute, big up. Sasa hivi wilaya Hai ndio maana unaona, kwa mfano, licha ya kuwa tumekava nchi nzima, tumeenda Zanzibar, tumeenda wapi, lakini sehemu yenye wafugaji wengi wa sungura ni wilaya kweli. Sehemu yenye watu wengi waliotumia mbolea yetu ya Mkombozi, ambao unaona sasa wanasherekea sasa hivi, ni wilaya Hai. Unajua kwa sababu gani? Kuna mheshimiwa mkuu wa wilaya anaitwa Mheshimiwa Ore Sabaya. Huyu mkuu wa wilaya Hai ni wa tofauti, anapiga kazi. Yaani huyu mkuu wa wilaya Hai, Mheshimiwa Magufuli kumchagua kukosea. Mimi nasema Mheshimiwa Rais kwa kutupa mkuu wa wilaya Ore Sabaya, ukukosea. Kweli. Ulimleta kwa wakati mwafaka. Na yeye anatusaidia sisi vijana wa wilaya Hai tuweze kwenda na kasi ya Tanzania ya viwanda, na hapa ni kazi tu. Na ndio maana sisi hatuna muda kupumzika, kwa sababu mheshimiwa wetu rais amesema hapa ni kazi tu. Sijajua 2020 atakuja na sera gani, lakini sisi sera yake hapa kazi tu tuko nayo, tunaifanyia. Tanzania viwanda tuko nayo. Na ndio maana tuna mbolea yetu ya Mkombozi. Sisi lazima tumsupport rais wetu, na waomba Watanzania wote. Mimi sio mzee na sio kijana, lakini vipindi ambavyo nimeviona, nimeona kipindi cha Mheshimiwa Rais Benjamin Mkapa, Mheshimiwa Jakaya Kikwete. Mimi nimeanza kazi serikalini kipindi cha Mheshimiwa Jakaya Kikwete, lakini pia nimekuja kuanzisha fursa kwa Tanzania kipindi cha Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Wote wamefanya vizuri, lakini Mheshimiwa Rais wetu John Pombe Joseph, kila Mtanzania, sana watumishi wa serikali, tuachane kwanza na wakulima na wafugaji, watumishi wa serikali ambao sasa wameoza yale madaraka, kuanzia serikali za mtaa mpaka serikali kuu, tukimwiga rais wetu, kwa sababu rais yeye mara nyingi unakuta rais ana kipindi cha miaka 10, lakini mfanyakazi anafanya miaka 60 mpaka miaka 60, unakuta miaka 30. Kwa hiyo tukichukua spirit ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Tanzania nadhani itakuwa, of course tunaweza tukashindana hata na nchi kama China, tunaweza tukashindana na nchi kama Marekani, kwa sababu ni kwamba kutakuwa kila mmoja amekuwa committed katika kazi yake kweli, kwa maslahi ya nchi. Unajua shida ya watu wengi wanafanya kazi kwa maslahi yao. Mheshimiwa Rais yeye anafanya kazi kwa maslahi ya nchi. Sasa niwaombe watumishi wa serikali wenzangu. Sisi tuko serikali za mitaa, lakini hata wale wa serikali za mkuu, niwaombe tuige spirit ya Mheshimiwa Rais. Kama mimi wafanyakazi wangu wa Saole wameiga spirit yangu, unaona mimi sipati shida. Mimi sijawahi kumpigia mfanyakazi wangu kumwambia fanya hichi, sijawahi kumpigia. Kweli kabisa. Mimi wananipa report. Kwa hiyo ina maana hata sisi tusisubiri kuogopa nitatumbuliwa. Sasa usiogope kutumbuliwa. Iga spirit ya Mheshimiwa Rais. Kweli kabisa. Tanzania sisi nadhani hata China haita compete. Ukiiga spirit ya Mheshimiwa Rais, kwa sababu ni rais wa pekee ambaye ameleta ndege nyingi kwa muda mfupi. Sasa yule amefanya, kwa nini asinunue ndege za kwake zikawa za kwake? Kweli. Kwa nini ziwe za nchi? Kwa hiyo hata sisi wafanyakazi tufanye kazi kwa maslahi ya nchi. Tanzania watakuwa hawawezi kupiga namba ya simu ambazo zinaonekana hapo, lakini toka sana moja kwa moja na bodi ya matangazo, na ukaweza kupokelewa moja kwa moja. Mimi nikushukuru, jina langu ni Saole Company, ndo mali yangu, utajiri wangu.